Iran imeweka wazi kuwa kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa Hormuz hakutategemea tu makubaliano ya usafirishaji bali pia hatua ambazo Marekani inapaswa kuchukua. Kauli hiyo imeongeza uzito katika mzozo unaoendelea kuhusu njia hiyo muhimu ya majini, huku mazungumzo ya Iran na Oman yakielezwa kuwa yamefikia hatua za juu. Serikali ya Oman na Iran tayari zimekubaliana kwamba usalama na usafiri katika Hormuz unapaswa kuheshimiwa, huku pande hizo zikisisitiza mamlaka yao kama nchi mbili zinazopakana na mlango huo. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Jennifer Mwidete. Sharti la kwanza la Tehran ni Marekani kukomesha vitisho, lugha za uchochezi na kile Iran inachokitaja kuwa ni matusi dhidi ya taifa na matakatifu yake. Iran inataka Marekani kutoa hakikisho kwamba haitarudia vitisho vya kijeshi dhidi ya Tehran. Kwa upande wa Iran, suala hili si la maneno pekee bali ni sehemu ya kujenga dhamana ya kisiasa na kiusalama kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa hayatavunjwa kwa kurejea vitisho vya kijeshi baadaye. Sharti la pili ni kusitishwa kwa kile Iran inachokiita vita na uchokozi dhidi yake pamoja na washirika wake katika Lebanon, Palestina, Yemen na Iraq. Tehran inalenga kupata dhamana pana zaidi ya usalama wa kikanda badala ya makubaliano yanayohusu Iran pekee. Hili linaifanya hoja ya Hormuz kuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu mustakabali wa migogoro ya Mashariki ya Kati, ambako makubaliano ya awali yalilenga kusitisha operesheni za kijeshi katika nyanja mbalimbali. Sharti la tatu ni Marekani kuondoa kizuizi chake cha majini dhidi ya Iran na kuondoa vikosi vyake vya majini na anga kutoka maeneo yanayoizunguka Iran. Hili ni moja ya mada nyeti zaidi kwa Washington kwa sababu linahusu uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Ghuba. Katika muundo wa makubaliano yaliyoripotiwa hapo awali, kuondolewa kwa kizuizi cha bandari za Iran kulikuwa miongoni mwa hatua zilizopangwa, lakini Teherani sasa inasisitiza jambo hilo kama sehemu ya moja kwa moja ya masharti ya kufunguliwa kwa Hormuz. Sharti la nne ni Marekani kulipa fidia kwa uharibifu ambao Iran inadai imesababishwa na vita viwili vya uchokozi. Tehran inahusisha madai hayo na vita vya siku 12 ya mwaka 2025 pamoja na vita vya hivi karibuni. Suala la fidia lilikuwa tayari limejitokeza katika majadiliano ya awali kuhusu makubaliano ya kisiasa, lakini Iran sasa inalifunga moja kwa moja na suala la Hormuz. Hivyo kufunguliwa kwa njia hiyo kunageuka kutoka suala la usafiri wa kimataifa na kuwa sehemu ya mkataba mpana wa kisiasa na kiuchumi. Sharti la tano ni Marekani kuondoa vikwazo ambavyo Tehran ina vita vikali na haramu dhidi ya Iran. Vikwazo dhidi ya mafuta na uchumi wa Iran vimekuwa moja ya masuala makuu katika mazungumzo ya Washington na Tehran, na mipango ya awali ilikuwa tayari ilihusisha kupunguza au kuondoa baadhi ya vikwazo. Kinachoongeza uzito sasa ni kwamba Iran inataka suala hilo liunganishwe moja kwa moja na hatua ya kufunguliwa tena kwa Hormuz. Sharti la sita ni kuachiliwa bila masharti kwa mali za Iran na mali za raia wake zilizogandishwa au kuzuiwa nje ya nchi. Tehran inaona fedha hizo kama mali halali zinazopaswa kurejeshwa, wakati Marekani na washirika wake wamekuwa wakitumia kufungia mali kama sehemu ya shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran. Kwa hiyo masharti yote sita yanaonyesha kwamba Tehran haitaki suala la Hormuz litenganishwe na masuala ya kijeshi, vikwazo, fidia na mali zinazogandishwa. Kwa sasa changamoto kubwa ni iwapo Marekani itakubali masharti hayo kwa kiwango ambacho Iran inataka. Rais Donald Trump amekuwa na msimamo mkali kuhusu suala la Hormuz, huku Washington ikitaka uhuru wa usafiri wa meli katika njia hiyo ya kimataifa. Wakati huo huo, Iran imeonyesha kwamba iko tayari kutumia udhibiti wake juu ya sehemu ya njia hiyo kama nyenzo ya kuongeza shinikizo katika mazungumzo. Oman kwa upande wake inajaribu kuwa mpatanishi, huku ikisisitiza kwamba mipango yote ya Hormuz iheshimu mamlaka ya Iran na Oman na kuhakikisha usalama wa usafiri wa